kila klabu inaweza kuhitaji kuwa naye, lakini ukiangalia namna ambavyo Simba wanacheza unaweza kujiuliza kwamba je, kwa sasa hivi aina ya usajili ambao Simba wamekuwa wakifanya kwa siku za karibuni tokea msimu uliopita, unaona wamekuwa wakirely zaidi kwa wachezaji vijana zaidi ambao wengi hawajavuka miaka 25. Ukimwangalia Pacome ameshavuka, sasa sijui kama Simba wanaweza kuwa na demand ya kumhitaji, lakini pia na system ya Simba inapocheza unaona Pacome anaweza kucheza, hawezi kushindwa, lakini wasiwasi wangu tu ni kwamba je, Simba wanaweza kuwa na uhitaji huo kwa sasa hivi, namna ambavyo Simba wamekuwa kiwasajili wachezaji ambao bado wanaweza wakakaa kwa muda zaidi ya miaka 5 wakiwa wanaendelea kudevelop kwa sababu wanajenga timu yao. Kwa inawezekana ni tetesi za mpira wetu na wakati mwingine propaganda za hapa na pale, kwa sababu ukimchukua mchezaji Yanga au Simba kwenda upande mwingine inauza zaidi, lakini kwangu mimi sifikiri kama Simba wanaweza kuwa wanafikiria kumsajili Pacome. Si kwamba ni mchezaji mbaya, lakini kwa style system ambayo Simba wamekuwa nayo kwa kusajili wachezaji, naona sio mtu ambaye anaweza kafikirika kwa haraka zaidi kwenye mipango ya Simba kwamba wamsajili. Na swala la Elie Mpanzu kuwepo Simba kwa mkopo, Mangungu wamekanusha kwamba yupo kwa mkopo. Nyinyi mnapata za ndani zaidi, hili likoje? Of course kuna baadhi ya viongozi ukitana na Mangungu wamenithibitishia mchezaji ambaye alisajiliwa kwa almost milioni 600 na Oshe. Kwa hiyo unaona wanasema mkataba wa miaka 2. Hawa ni viongozi wa ndani kabisa. Kwa hiyo inabidi sisi tuwaamini kwamba ni mchezaji ambaye amesaini kwa mkataba wa miaka 2, si kwa mkopo kama ambavyo watu wanasema, na kama kwa mkopo manake msimu ukimalizika huyo mchezaji anaweza kaondoka. Sasa tunasubiri kuona msimu ukimalizika Mpanzu atakuwepo ama la, lakini viongozi wanasema na miaka 2 kwa maana kwamba bado hata mwaka mmoja hajamaliza tangu ameanza kuitumikia Simba. Msimu ukimalizika anabakiza tena msimu mwingine. Kwa hiyo kama ni miaka 2 means tutaendelea kumuona tena msimu unaokuja. Tukimalizia na swali la dabi ambalo limekuwa likitrendi ndani ya mwezi mmoja hivi, vipolo vyao, wewe unalionaje hili? Mimi nadhani wanatakiwa kucheza kwa sababu walioahirisha mchezo ni wenye mamlaka, wakinukuu vifungu vya kanuni, na hao wenye mamlaka ndio wamepanga tena mechi. Of course Yanga wanaweza kuwa na hoja yao, lakini wanapaswa kuheshimu mamlaka ambazo wao ni sehemu ya wanachama wa TFF na bodi ya ligi. Kwa hiyo mimi natamani kuona Yanga wakicheza kwa sababu bado wanao room kuchukua ubingwa, huku wakiprotesti kuona namna gani watapata haki zao na kusaidia mpira. Lakini unajua usipocheza maana yake sasa tutakuwa na mambo mengi, kanuni zinaweza zikafuatwa, kukatwa point ama fujo, mavurugu kibao mahakamani, hatuwezi kusaidia mpira. Hata sisi waandishi tutakosa vya kuandika na vya kusema. Kwa hiyo tunapaswa kuweka mpira wetu salama, ili mpira uwe salama, wanapaswa kucheza. Nikushukuru. Asante.